Tunapoendelea na fundisho hili zaidi, ningependa tufikirie mambo mawili kuhusu ufalme huu wa Babeli. Mambo haya mawili ambayo yaliridhiwa kutoka wakati ule mpaka wakati huu wetu. Kutokana na shida hiyo ambayo iliyomkuta mfalme Belishaza, shida kubwa ilitokana na nini? Kilichomfanya aweze kuuawa ni nini? Kilichomfanya atolewa katika ufalme ni nini? Hata ikafika mzee Dario, mzee ambaye ni wa miaka 62, akalia ufalme. Kikafanya Wamedi na Waajemi waweze kuchukua ufalme. Shida hii ilitokana na nini? Babeli ilianguka kwa nini? Walikuwa na majeshi 1,000,000 na zaidi. Waliowaangusha walikuwa na majeshi 47,000, na sio kawaida yao wangeshindwa. Lakini shida ilitoka wapi? Kisoma katika neno la Bwana inatuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alikasirika wakati vyombo vya hekalu lake vilitumika katika karamu, na ndivyo akasema kwamba hiki ni kizazi ambao aliamua aweze kujiripishia, hangeweza kunyamaza. Wakati vyombo vya hekalu lake vilikuwa vimetekwa kule Babeli, vikaletwa mpaka katika karamu, vikalete shida wakati vilitumika. Na ndiyo Bwana kwa uchungu huu mwingi akaamua ufalme huo ukomeshwe. Jambo hili linatufundisha nini? Wewe na mimi, kirudi katika neno la Bwana, Wakorintho wa kwanza 3 nalo fungu la 16 hata 17, inatuelezaje? Ni kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako Bwana ameuweka ukiwa hekalu. Mdomo wako ni chombo ndani ya hekalu. Macho yako ni chombo ndani ya hekalu. Masikio yako ni chombo ndani ya hekalu la Bwana. Tuseme kwamba hata na tumbo lako, mikono yako, hata miguu ni vyombo ambao vimetengwa kwa ajili ya kazi takatifu ya Bwana. Lolote unalotenda, unapokula, unapokunywa, unapotenda, yote ifanyike kwa utukufu wa Mungu. Je, hivi ndivyo ilivyo katika maisha yetu? Jinsi vyombo vilivyotekwa kule, vikaletwa, vikatumika katika karamu kule Babylon, ndivyo hata leo inavyoendelea. Mfalme Nebukadneza aliteka vyombo katika hekalu la Mungu Yerusalemu. Siku ya leo mfalme Nebukadneza ni nani huyu anaendelea kuteka vyombo? Shetani ametokea akiwa mfalme wa dunia hii, mkuu wa giza, na ndiye ameteka vyombo katika hekalu la Mungu. Shetani ameteka mdomo wako, shetani anateka macho yako, shetani anateka masikio yako, hata na tumbo lako, miguu yako na mikono yako, mawazo yako ambao ni katika hekalu la Mungu. Yeye akiwa kama Nebukadneza amekushirikisha ndani ili mshiriki katika karamu ya maovu ya dunia hii. Unapokunywa yale yasiyostahili, unapokula kile ambacho hakistahili, unaponena yale ambao ni maovu kinyume cha mapenzi ya Bwana, unaposikiza wakinena maovu, unapotenda na mikono yako, unaenenda kwa miguu yako njia zile mbaya, njia ambazo si za kumtukuza Bwana. Miguu imetekwa, imeenda Babylon. Mikono imetekwa, iko Babylon. Unapopigana, unaporusha mikono yako kwa matukano, ni kwamba mikono iko Babylon. Unapotukanana ama masengenyo, ni kwamba mdomo uko katika Babylon. Unapokunywa pombe, unapovuta sigara, haya yote yanaonyesha kweli mdomo uko katika Babylon, umetekwa. Unapoona maovu, unapofurahia kusikia maovu, unapowaza maovu, mawazo yako yametekwa, yako Babylon. Yote imefanyiwa karamu, na karamu hii unashirikishwa ndani, kama jinsi Belishaza alivyowashirikisha wengi. Unashirikishwa ndani ili tuweze kutumia vyombo, na tutumia pamoja na shetani vyombo hivi vya hekalu la Mungu. Bwana anaponena anasema kwamba
Mtu anapoharibu hekalu la Bwana, hata na yeye atamuharibu. Haya ndiyo yaliyomtokea Mfalme Belishaza. Haya ndiyo yaliyomtokea. Alipimwa akaonekana amepunguka. Ni kwa kweli alichunguzwa, aliwekelewa katika mizani, na zaidi sana akakomeshwa katika ufalme ule. Ni wangapi sasa wamekomeshwa katika maisha haya? Ni wangapi watakomeshwa sasa na kuendelea mpaka maisha yajayo? Ni wangapi wanakufa kila siku sasa, wanalala kaburini, wengi wako hospitalini kwa sababu ya mienendo isiyofaa? Mamilioni ya watu pia wanaendelea kukomeshwa na magonjwa kama magonjwa ya ukimwi, wanakomeshwa na magonjwa tofauti kama magonjwa ya kansa. Yanatokana na mienendo mibaya. Vyombo vimetekwa kutoka hekaluni, vimeenda vikafanyiwa karamu. Vimefanyiwa karamu na mkuu wa giza, tumeshirikishwa katika karamu hiyo. Ndio unawaona wengi wameshikwa na magonjwa mabaya. Wengi wanakomeshwa, wamepimwa, wameonekana wamepunguka. Katika hukumu ya Mungu ambayo neno la Bwana inasema, hukumu ya Mungu kila mmoja atasimama, wengi watapimwa na wengi wanaendelea kupimwa na kuonekana wamepunguka, kama yale yaliyompata Belishaza. Ndugu zangu, jambo hili linatufundisha zaidi. Ndugu zangu, jinsi yeye alivyofanya kule, ndivyo wengi tunavyofanya sasa. Jinsi alivyoyaridhi yale ya Babylon, ndivyo sasa tunaendelea kuyaridhi sasa katika maisha yetu. Mwili wako ni hekalu, lakini ukweli ni kwamba hekalu Yerusalemu ilitekwa vyombo, hekalu ikabaki bila kitu. Kabla haijakuja kubomolewa, kabla haijakuja kuangushwa, ilisimama. Ungeiangalia kutoka mbali, ungeona hekalu kweli nzuri kutoka nje, lakini kumbe ndani hakukuwa na chochote. Vyote vilikuwa vimetekwa na kupelekwa Babeli. Kwa kusema ukweli ni kwamba hekalu ikavutia kutoka mbali, lakini ndani hakuna chochote kilichokuwako. Vyote vilikuwa Babeli, vyote vikatumika huko, vikafanya wengi kuangamizwa huko, vikafanya ufalme wa Babyloni kuanguka. Ni kwa kweli, mtu anapokutazama wewe kutoka nje, anaona hekalu la pekee, anaona hekalu la Mungu, kama jinsi neno la Bwana linavyosema, mlinunuliwa kwa dhamani. Basi mambo ya mili yenu mtukuze Mungu, maana mwili wako ni hekalu. Unaonekana ukiwa wa pekee, unaonekana umevaa vizuri, unaonekana wa kupendeza, na si ajabu hata unaonekana kana kwamba una afya nzuri. Lakini je, vyombo vya hekalu ya Mungu ambao viko kwako vingali ama vilienda Babylon? Unaposengenya, unapogombana, unapotukanana, unapopigana, unapokunywa, unapotenda maovu, je, unawafanya haya yote ambao ni ya Babylon kweli vyombo vikiwa hekaluni? Ni kwamba vyombo ambavyo ni katika viungo vya mwili wako vimetekwa, vimekwenda Babylon, na sasa unadhani ungali hekalu la Mungu, lakini hujui umepimwa wewe mwenyewe na kuonekana umepunguka. Na kwa kweli utakuja ukomeshwa ufalme wako ambao ni ufalme wa mbinguni, ambao umeahidiwa kwamba utaenda, unakomeshwa. Wengine watauchukua. Belishaza alikomeshwa, Waamedi na Waajemi wakachukua ufalme. Si ajabu wengi watakuja kuingia ufalme wa mbinguni, na wewe ambao ulidhani utaingia, uje ukomeshwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vyombo ambavyo ni vya hekalu ya Mungu. Hili lilikuwa moja kati ya mambo ambayo tunajifunza kutoka ufalme wa Babeli. Hili lilikuwa moja ambayo tunaona lilitokana nao ya vyombo kutumika. Kuna la pili. Tukirudi pale nyuma kidogo, kuna la pili. Niliwatajia kwamba yule mama ambaye kweli mume wake alianzisha ufalme huu wa Babeli, yeye alimzaa mtoto ambao niliwatajia jina lake, anaitwa Tamuzi. Na nikaeleza kwamba katika historia tunasoma, tunasikia kwamba alizaliwa usiku wa tarehe 24 mwezi wa 12.
Na sasa tarehe 25 ikawa ni siku yake ya kuzaliwa, ikiwa siku ya pekee. Wababuloni wote walishangilia. Ukirudi katika Biblia utashangaa kusikia kweli, kumbe kuzaliwa kwake na kumbe kuinuliwa kwa siku hii kulifanya makuu kutendeka. Wote waliokuwa kule Babeli kule nyuma walishangilia, na kila mara inapofika wakati wa kusherehekea kuzaliwa kwa Tamuzi, Babeli walikuwa wanafanya makuu kwa heshima pia ya mtoto huyu. Wakasema, neno moja liko katika Yeremia 52 fungu la 31: hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kirudi nyuma katika historia utaona wana wa Israeli kuna wakati walikuwa wametekwa wakapelekwa Babylon, na ndio unasikia hata Danieli mwenyewe anaendelea kutafsiri maneno haya kwa mfalme akiwa mateka kule Babylon. Na ndio unasikia kwamba mfalme huyu ambaye tunatajiwa katika Yeremia alipokalia ufalme mwaka wake wa kwanza, ikafika Disemba 25, aliamua aweze kumtoa mfalme wa Yuda korokoroni. Yeye alikuwa pia mateka, alikuwa gerezani. Akamfungua na akamrudisha kwao Yuda, kamseti free, kamwambia arudi nyumbani Disemba 25. Ni kwa nini alifunguliwa Disemba 25? Mbona hakufunguliwa Disemba 23 ama Disemba 27? Ni kwamba siku hii ilikuwa ni siku ya pekee kwa Wababeli. Ilikuwa ni siku ya pekee ya kusherehekea kuzaliwa kwa Tamuzi. Na ilikuwa ni siku ambayo ni lazima mfalme wa Babeli angetenda kitu kwa heshima ya mtoto Tamuzi na kwa heshima ya wazazi wake Nimrod na Semiramis, hata kama hawalikuwa hawako. Na kwa sababu ilikuwa ni mira, walifuata jambo hili, na ndio wakamfungua mfalme wa Yuda Yehoyakini, akaondolewa kutoka korokoroni. Na yeye aliporudi kwao, Wayuda wote wakashangilia kwa kuona mfalme amefunguliwa. Na kweli Yuda wakawa na kitu, wakaamua pia kushukuru kulingana na heshima ya mfalme, kushukuru na kusherekea na kupumzika siku hii ya Disemba 25. Wenyewe walikuwa wanaiadhimisha, wanaisherekea kwa ajili ya mfalme wao wa Yuda kufunguliwa kutoka gerezani. Nao kwa kule Babylon walikuwa wanasherehekea siku hii kwa sababu ya kuzaliwa kwa Tamuzi. Hapa ningependa niwatajie neno moja, ndugu zangu, tutakapokuwa tunaendelea. Ni kwamba kupumzika Disemba 25, hata hivi sasa sisi tungali tunapumzika, tunasherehekea. Wengine wanaita Christmas, wengine wanaita Xmas. Kulingana na historia inatuonyesha kwamba ni tendo lilianzishwa kule nyuma Babylon. Ni tendo lilitokana na Nimrod, Semiramis na mtoto wao Tamuzi. Ni tendo ambalo watu waliweza kufanya kukumbuka ukumbusho wa kuzaliwa kwa Tamuzi. Na hii ikaridhiwa katika falme zote zilizofuata. Hivi Belishaza alipokuwa na wawa na ufalme mwingine unaingia, waliingia kutawala watu wale wa Karidayo na Waamedi wote wakisaidiana na Waajemi wote wakisaidiana. Mila zile hazikuondolewa, ufalme tu ndio uliogeuka na watawala wakawa ni tofauti, lakini mila walikuja nazo. Hivi Disemba 25 ilipokuwa inafika kwao, walikuwa wanatoa shukurani, walikuwa wanapumzika, ikiwa ni birthday ya Tamuzi. Na hii ukirudi katika historia na mpaka hivi sasa utakuta kwamba ni mila ambayo ilienea dunia nzima. Maana baada ya ufalme ule mwingine ukafuata na mwingine, mpaka ufalme huu ulipokuja kufika mpaka dunia nzima, haya yote yakawa yametufikia.
Kwa kusema ukweli, hata wewe ni shahidi. Inapofika Disemba 25, sisi wote tunaenda makanisani, lakini tunaanza kwenda Disemba 24 usiku, na tunasema wazi kwamba Yesu anazaliwa Disemba 24 usiku. Ukiangalia mwenyewe katika Biblia, kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna fungu kama hilo. Ukiangalia mwenyewe katika historia, utakuja kushangaa hakuna mahali panasema Yesu alizaliwa Disemba 24 usiku. Ajabu ni kwamba tunaenda zaidi, hata tunasema ni saa 6 ya usiku. Wakati mmoja nilipokuwa nimejariwa kufika Bethlehemu, tukaenda tukatembezwa mpaka mahali Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe. Nilishangaa kuona mahali ambapo alizaliwa, wakionyesha hori la ng'ombe jinsi lilivyo. Tukajaribu kuchukua picha mahali pale, miaka hiyo ya zamani. Tukaonyeshwa kule nyumba zilikuwa, na tukaonyeshwa hapo palikuwa ni boma ya ng'ombe, kama jinsi tunavyosoma katika Biblia. Hebu piga picha mwenyewe. Hebu rudisha mawazo yako nyuma, uone boma la ng'ombe kule, uone pia holi la ng'ombe. Umuone Mariamu akiwa mjamzito, uone mume wake Yusufu akihangaika, waone wakiwa wote wawili usiku. Upande wa mashariki, mchana kuna joto sana, usiku kunakuwa na baridi. Na kwa kweli, akiwa katika hori la ng'ombe, umuone yule mama akiwa na utungu wa kuzaa mtoto, uone mume wake akihangaika hapa na pale. Nyinyi wanaume wakati mwingine ni mashahidi, mnajua kwamba inapofika kipindi kama hiki, hata wewe mwenyewe usipochungwa unakuwa nervous, na kinachotuokoa ni kuwakimbiza hospitalini kabla wakati. Yule hakuwa na mahali pa kumpeleka, alikuwa ni kuhangaika hapa na pale, anakata nyasi ikiwa mbichi na kulaza katika hori la ng'ombe. Hebu angalia nyuma, uangalie kulingana ulimwengu wetu wa sayansi na ufundi. Je, Yusufu alikuwa na saa? Uangalie maswali ya kutungejiuliza. Je, Mariamu alikuwa na saa? Na kwa kweli unaweza sema labda ni kweli hakuwa na saa, unaweza sema ni kweli alikuwa na saa, lakini angalia, je, alikuwa na nafasi ya kuangalia akajua Yesu amezaliwa saa 6 kamili, akaangalia saa? Wakati mwingine hata sisi tunaenda mbali zaidi. Kuna mambo ambayo tunapaswa kuchunguza kulingana na Biblia, tuweze kuona kulingana na neno lenyewe. Na kwa sababu ya jambo hili, watu walifanya, watu walitengeneza, kwa sababu ni mira iliyotoka kule nyuma, na mira hii ikaingia dunia nzima, na mira hii ikaingizwa hata kanisani. Mira hii ikawaenea mpaka ikawaingilia Wakristo. Ndugu zangu, maswali haya yamekuwa akiulizwa zaidi kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, kuhusu siku hii ambayo tunaenda kuiadhimisha, lakini ukweli ni kwamba katika Biblia haipo kamwe. Lakini ningependa niwafafanulie zaidi kwamba ilitokana na mfalme Nimrod, mkewe Semiramis, mtoto wao Tamuzi. Na hii ilipokuja kuletwa kwa Wakristo baadaye, katika fundisho ambalo utakalo kuja pale baadaye, nitakuja kuwaeleza jinsi ilivyokuja kuingizwa kanisani. Lakini kila ambacho nataka hapa tuweze kushika ni kwamba kuna mambo haya mawili ya kuweza kuiadhimisha jambo ambalo halipo, na kuweza kuharibu hekalu la Mungu la kisasa ambao ni wewe na mimi, mwili wako vile ulivyo ni hekalu. Kuna neno hili ambalo linatumika katika Biblia, Babeli. Neno lenyewe na ufalme wa Babeli, neno lenyewe maana yake nini? Maana kwa kweli neno hili liko katika kitabu cha Mwanzo, neno lenyewe liko katika kitabu cha Danieli, na neno lenyewe limezungumziwa zaidi katika kitabu cha Ufunuo, ambao tutakuja kuzungumzia zaidi katika vipindi vitakazofuata na mafundisho yetu yatakayofuata kuhusu kitabu cha Ufunuo. Lakini neno Babeli, maana yake na tafsiri yake ni mchafuko, maana yake ni mchanganyiko. Na unakumbuka pale nyuma
wakati dunia iliangamizwa, ikaangamizwa na gharika, watu walipotoka safinani wakaanza kuzaana na kuenea, walikaa chini wakasema, na tutengeneze mnara mrefu tuujenge, ili Mungu atakapokuwa na njama ya kutuangamiza tena, kweli tusije tukaangamia. Wakati mwingine mawazo ya mwanadamu ni ya kushangaza. Wakaamua waweze kutengeneza na kujenga mnara mrefu. Kwa kweli wote walikuwa ni kabila, wanasikika lugha ni moja, walisikizana, wakajenga mnara mrefu, na wakaendelea kujenga. Na hapa ndipo ukisoma katika neno la Bwana, Mwenyezi Mungu alisema kwamba watu hawa wanafanya haya maana wote wanazungumza lugha moja, wanasikizana na wanazungumza wakielewana. Kasema haya, twende tukaone wanaofanya na tuwageuze lugha zao. Na wakati wa mnara huu ndio lugha zilikuja zikabadilishwa. Ndio watu waliokuwa na ujenga walikuja wakaletewa mchanganyiko, confusion, wakazungumza. Huyu anapoitisha mwenzake nyundo analete chuma, huyu anapomuitisha tofari analete maji, huyu anapomuitisha hiki analete kile. Watu wakapitana katika kujenga, wakakosana, watu wakagombana. Waliokuwa nasikizana wawili wanaondoka, waliokuwa nasikizana watatu wanaondoka. Jengo lenyewe likakwama. Ndiyo mpaka sasa linaitwa mnara wa Babylon, mnara wa Babeli. Yaani Babeli ni huo mchanganyiko, jinsi walivyoletewa confusion, na wote wakawa wamechanganyikana, wote wakawa wamepitana, wote wakaanza kugombana, kila mtu akaenda njia yake. Ufalme huu sasa unaoitwa ufalme wa Babylon, ufalme wa mchanganyiko, ufalme wa machafu, ulikuwa ni ufalme wa ajabu. Ndio unasikia hata kuangamizwa kwao, waliangamizwa wakiendelea kutenda mabaya. Hata kuangamizwa kwao, Belishaza aliangamia akiwa yeye si mcha Mungu, kama jinsi wafalme katika ufalme ule ulivyokuwa. Ningependa niweze kutaja neno lingine pale, kwamba katika ufalme wa Babylon ndani kulipita mto ambao niliwatajia hapo nyuma, unaitwa mto Farati. Mto wenyewe ulikuwa unapita chini ya ukuta ambao niliwatajia. Ukuta wenyewe kwenda juu ulikuwa ni futi 300, upana ni futi 87. Mto ulikuwa unapita chini ya ukuta, unaingia kwa bunji. Mto huu unaitwa mto Farati. Ulikuwa ukiangalia kule nyuma, unaona chanzo chake unatoka mahali ambapo ukirudi katika Mwanzo unasikia Mwenyezi Mungu alipomweka Adam duniani alimweka bustani ya Edeni. Na ukisoma katika neno la Bwana unasikia bustani ya Edeni ilikuwa na mto uliokuwa unatiria bustani maji, na mto huu uligawanyika kuwa mito 4, vipande vya mto 4. Na ndivyo inasema kwamba ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 2 naro fungu ni la 10, inasema ukatoka mto katika Edeni na kuitiria bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio uliozunguka nchi yote ya Havila ambapo kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna Bendora na Vito Shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio uliozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeri, ndio uliopita mbele ya Ashuri. Na mto wa 4 ni Farati. Mto huu Farati ulipitia katika ufalme ule ndani ya mji wa Babeli, na ulikuwa umetoka kule chanzo mahali kulikuwa na bustani ya Edeni, ambao bustani ya Edeni ilikuwa mashariki, na sio mbali sana katika nchi ya Iraq hapo juu kidogo. Na ndio mto huu ulikuja kwenda unagawanyika ukawa na vichwa 4. Kichwa kimoja ndicho hicho kilipita Babeli. Ukisoma katika Mwanzo
Mungu alikuwa na kusudi ya mto huu. Biblia inasema kwamba mto ulikuwa ni wa kutilia bustani maji. Bustani ya Edeni ulikuwa ni wa kutilia bustani maji. Edeni kulikuwa na mto. Edeni kulikuwa na mti wa uzima. Edeni kulikuwa na mti wa kujua mema na mabaya. Edeni kulikuwa na pia na mto. Kama tunavyorudi nyuma kidogo, tunaona injili ya milele katika bustani ile. Tunaona mti wa uzima uliomwakilisha Yesu Kristo. Tunaona mto wenyewe nao ulijulikana kama mto wa maji ya uzima, maana ulitilia bustani maji. Miche yote ilipata maji. Miche yote ilipata uhai na maji vizuri kutoka kwa ule mto. Kwa hivyo mto ulikuwa ni wa faida sana bustani ya Edeni. Baada ya dhambi na Edeni kuondoka, mto ule ukabaki. Sasa unaona ulikuja kutumiwa Babylon kula kwa machafuko. Shetani akageuza nia za mto huu ambao zingekuwa zinatumika na mema ya mto huu. Wale wa Babeli walitumia mto ule kwa kulima, ni sawa. Wakatumia mto ule kwa maji ya pombe ambao iliwafanya kuwa walevi zaidi. Badala ya mto uliokuwa unatumika kutulia bustani ya Edeni maji kwa miche, sasa maji yale yale ambayo yalikuwa yanasaidia miche Eden yakawa ni maji yanayosaidia Wakaridayo kule Babylon, kwa upikaji wa pombe, kwa ulevi wa kila namna, kwa mabaya waliotenda, na pia moja walitumia kwa ukulima. Ilikuwa ni sawa. Mto huu ambao uliwasaidia kwa ukulima, mto huu waliotumia maji yake kwa pombe. Usiku ule mfalme Belishaza alikuja kuuawa. Majeshi ya Wamedo Persia walikuja wakiongozwa na jemedari mmoja anaitwa Koreshi. Wakaje kwa mto ule ambao mara nyingi ulikuwa ni wa faida kwa Wababiloni. Siku ile ukageuka ukawa mto huo ni hatari na ni hasara kwa wote wa Babeli. Maana wale majeshi walikuja wakakata upande wa juu, wakakata mto, wakauegemeza kuelekea pande zingine, na ile njia mto ulikuwa unafuata kupita chini ya ukuta. Majeshi wakaingilia ndani. Majeshi wakaingia ndani. Danieli alikuwa ameshamweleza Belishaza yote usiku huo jioni, lakini ilipofika usiku wa manane majeshi wakaingia ndani. Ni kwa kweli majeshi wote wa Babeli, wengi majeshi wanaume 1,000,000, hawakuweza kufua dafu kwa majeshi kama wale 47,000 ya Wamedo Persia. Wakaingia kuwaua, wakaingia kuwakatakata. Kweli majeshi wengi wao wa Babeli walikuwa mchana walikuwa wameshalewa, na wakuu wao walikuwa wameshalewa. Sasa hawakujua kinachoendelea. Ndiyo ufalme ule ulishambuliwa na siku moja na ukaangushwa. Ukashambuliwa usiku huo na ukaangushwa. Wengi wa Babeli waliuawa. Waliobaki walikubali utawala mpya ulioingia. Matatizo haya yaliingia. Mto huu ulikuwa wa faida mwanzo kule Eden. Mto huu ukawa hasara kule Babylon. Hii inaonyesha kwamba kile Bwana anapokupa wewe mwenyewe, ikiwa unakitumia kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kitakuwa cha faida. Ukikitumia kwa ajili ya utukufu wako, kitakuangamiza. Kama jinsi kweli Bwana ametupa mwili, ametupa vyote, na mara nyingi tunautumia mwili wetu kwa njia mbaya, ndio unaona tunaangamia. Mbona wengi wafe kwa ukimwi? Mbona wengi wafe kwa ajili ya haya na yale mengine? Mbona baada ya kuja unaingia kwa gari lako, unaliendesha ukiwa barabarani kana kwamba uko peke yako, ajali inatokea, unajiangamiza. Bwana amekupa gari hilo, amekupa fedha hizo, na zaidi sana unaingia kwa ulevi. Unaenda unaangamia mwenyewe na unaangamiza mwingine ambaye hakuwa kama wewe, lakini kwa sababu umejiona uko hivyo. Haya ndiyo ambayo yanayotupata, ndiyo iliyowapata wale wa Babeli. Neno la Bwana linapozungumza sasa juu ya Babylon katika Ufunuo, inazungumzia yapi? Inazungumzia juu ya mchanganyiko huu, inazungumzia juu ya confusion hii, kwamba ile ilikuwa ni Babylon ya kwanza,
na ile ilikuwa ni Babeli ambayo ilianzishwa na Nebukadneza. Ilianzishwa kule sio tu Nebukadneza, lakini Nimrod, lakini Nebukadneza akaja kuifafanua kuwa kubwa. Kweli ni ufalme, lakini zaidi sana kuna Babeli ambayo pia ni ya kiroho, ya mambo ambayo ni matakatifu ya Mungu, ambayo tumekuja kuyachanganya mambo matakatifu na mambo yasiyo matakatifu. Ndio unaona tuna Wakristo wamechanganyikiwa, na ndiyo sasa tutakapofika wakati wa ufunuo, katika mafundisho yajayo tutakuja kuyaona yale yanayokuja kuhusu jambo hili na kuhusu Babeli. Tunapoingia sasa kwa kuanguka kwa ufalme huo wa Babeli, tunaona Wamendo Persia nao waliposhika utawala wakiwa na majeshi yao 47,000. Niwatajie neno ambalo labda utashangaa kwalo. Kusikia Babeli ilikuwa kule Iraq, mahali unasikia hata mfalme Saddam yuko. Unasikia Wababeli walipokuwa pale Iraq, ambao ilijulikana ni Babylon wakati ule, sasa tunaijua kama Iraq, na mji wao ulikuwa kilomita 90 kutoka Baghdad. Walikuwa na majeshi 1,000,000. Mpaka leo ukienda Iraq utakuta mila hiyo hiyo waliifuata.